Tupo kwenye sheria ya kwanza katika sheria 48 za mamlaka au zinaitwa sheria za nguvu. 48 Laws of Power. Kitabu hiki kimeandikwa na mwandishi ambaye anaitwa Robert Greene. Miongoni mwa vitabu hivyo vimekuwa ni vitabu pendwa sana. Sasa sheria ya kwanza inasema usimwangazie mkubwa wako zaidi yake. Kwa nini sheria hii imefanya kuwa ya kwanza na ndio sheria, wengine wanasema ndio sheria kuu? Sio kama nyingine ni ndogo au hazina maana, hapana, lakini ni sheria ya dedicate. Kwa nini alifanya kuwa ya kwanza? Twende tukaone. Sasa mwandishi ameandika kwamba sehemu ya kwanza kama hukumu inasema hivi: daima fanya wale walio juu yako wahisi kwamba wana nguvu na akili zaidi, katika hamu ya kuwafurahisha na kuwavutia. Usiende mbali kwa kuonyesha kipaji chako au uwezo wako, la sivyo utafanikiwa kinyume. Wale waliosoma physics au mathematics wana kitu kinachoitwa reciprocal. Maana yake ukienda kinyume na hii utapata matokeo ambayo ni kinyume chake. Sasa mwandishi ametoa historia fupi. Ipo mifano mingi, lakini mimi nitazungumzia mfano ambao unaonekana ni mfano ambao unafahamika sana. Miongoni mwa mifano ambayo ameitoa, Nicholas Fouquet alikuwa ni waziri wa fedha wa mfalme Louis wa 14 katika miaka ya kwanza ya utawala wake. Lakini kabla Nicholas Fouquet hajawa waziri wa fedha, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa ni mashuhuri sana. Alikuwa ni mtu ambaye ana influence, anaye fedha nyingi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anapenda ukarimu, sherehe nyingi za kifahari, wanawake wazuri, kwa Kiswahili nasema walimbwende, na mashairi. Pia alipenda pesa na aliishi maisha ya anasa. Kwa hiyo Fouquet alikuwa mwelevu na mtu muhimu sana katika ufalme wa Nicholas wa Louis wa 14. Kwa hivyo waziri mkuu Jules Mazarin alipofariki mwaka 1661, waziri wa fedha alitegemea kupewa nafasi hiyo kutokana na ushawishi na ukaribu ambao alikuwa nao. Lakini guess what? Cha ajabu, mfalme alikuja akafuta kile cheo. Kwa baada ya Nicholas Fouquet kuona mfalme amefuta kile cheo, aligafirika, akaona au kuna mahali sijafanya sawa. Kwa ilibidi aandae utaratibu wa kuja kuonekana kama yeye atafaa zaidi kupewa na nafasi hiyo na kurudishwa kwa cheo ambacho kilifutwa. Kwa alitengeneza jumba lake moja ambalo linajulikana kama Chateau de la Vimconte, ambao alitengeneza mwaka 1661, ambao uko Ufaransa, ambao ni kama kilomita 50 kutoka Paris, au unasema thousands Paris. Kwa amesema hili jambo lilimfanya Fouquet aone kwamba nitarudisha ushawishi kwa mfalme, kwa sababu aliandaa sherehe kubwa ambayo ilitaka kwenda kuonyesha utukufu wa mfalme, enzi, mali ambazo mfalme alikuwa nazo wakati huo. Kwa hivyo aliamua kufanya sherehe kubwa mno. Katika sherehe hiyo ilikuwa ndio sherehe inaonekana kwa wakati huo ilikuwa ni sherehe kubwa sana kwa hii kutokea kwa Paris na kwa ulimwengu kwa ujumla. Kwa ukamilishaji wa jumba hilo uliandaliwa wageni wa heshima mbalimbali na watu mashuhuri wa wakati huo. Kwa mfano kwa leo unaweza kusema nani? Maybe Trump, miongoni mwa watu mashuhuri. Kwa wakati huo alikuwa ni La Fontaine, alikuwa na Madame Sévigné ambao walihudhuria sherehe hiyo, na kulikuwa na mwigizaji mbalimbali wa matamasha ya majukwani ambao alikuwa anaitwa Molière, ambao aliandika michezo mbalimbali ya kuigiza kwa ajili ya tukio hilo. Kwa amesema baada ya tukio hilo kulikuwa kumeandaliwa vyakula mbalimbali, amesema kama takriban kozi 7 kwa sababu buffet kwa siku ya leo. Kwa vyakula mbalimbali kutoka Mashariki ya Kati ambavyo havikuwahi kuliwa Ufaransa kwa wakati huo. Vyakula vipi ambavyo viliandaliwa. Kwa Fouquet lengo lake kubwa ni kuonyesha utukufu wa mfalme, kwa sababu aliandaa sherehe mbalimbali huku akiwa anamsifia mfalme wa Louis wa 14 kwa heshima na vitu vingine ambavyo mfalme alikuwa amevifanya. Kwa badala ya chakula hiko alimchukua watoto wa mfalme na mfalme akatembeza katika bustani la Chateau de la Vimconte, Vaux de la Vimconte. Kwa ilikuwa ni msukumo, lakini baada ya hapo mfalme alipata pia idea ya kutengeneza jengo ambalo lilikuwa linaitwa Versailles la kifalme. Kwa Fouquet mwenyewe alimuongoza mfalme katika mipangilio ya misitu, vitanda vizuri katika jengo hilo. Walipofika katika mifereji ya bustani, walionyesha maonyesho ya fataki ambayo alionyeshwa na msanii aliyekuwa anaitwa Molière. Kwa sherehe nzima iliendelea usiku mzima, lakini siku inayofuata Fouquet alikamatwa na mkuu wa walinzi wa mfalme ambaye anaitwa d'Artagnan. Miezi mitatu baadaye Fouquet alifunguliwa mashtaka na alifungwa tarehe 17 ya mwezi Agosti mwaka 1661, miongoni mwa magereza yalikuwa ni magereza ya Ijebaridi na magereza ambayo yalikuwa yenye upweke sana. Kwa Fouquet, kilichomfanya Fouquet kupelekwa gerezani nini? Ni mfalme aliona kwamba ile sherehe yote, heshima yote ilikuwa imeenda kwa Nicholas Fouquet. Watu wengi wanamsifia kwa jengo zuri. Kwa mfalme, heshima kwa mfalme ikawa, mfalme akaona kwamba kwake heshima imefanyaje, imepungua. Kwa hiyo kilichokuja kutokea ni kwamba nini? Louis wa 14 akafiri kitu ambacho kinaitwa ego, kwamba inakoelekea ujamaa anahatarisha usalama wa enzi na utawala wangu. Kwa kilichokifanya, japokuwa Nicholas Fouquet alifanya mambo makubwa sana, lakini alimfunga gerezani kwa miaka iliyobaki ya maisha yake. Alifungwa kifungo cha maisha ambapo alikaa gerezani miaka 20, baadaye
kafariki. Kwa tafsiri ni nini? Kwamba Louis wa 14 ambaye alikuwa inaonekana kama ni mfalme juu au wengine wanasema mfalme mpumbavu, alikuwa ni mtu mwenye kiburi, majivuno, mtu ambaye alitaka kuwa kitovu cha umakini wakati wote. Kwa hakuweza kuvumilia kushindwa kwa nasa ya mtu yeyote ile. Kwa hasa waziri wake wa fedha ambaye alikuwa ni nani? Nicolas Fouquet. Kwa hivyo kumfuata Nicolas Fouquet, Louis wa 14 alimchagua mtu ambaye anaitwa Jean Baptiste Colbert, ambaye alikuwa anaonekana ni mtu bahili sana, ambaye alikuwa yuko makini sana katika matumizi ya fedha. Na kila kitu ambacho alikuwa anakifanya, alikuwa anahakikisha kama mfalme ambavyo alisema. Kwa siku ya leo tunaweza tukasema ni watu ambao ni machawa. Wanafanya vile lakini ni kwa lengo la nini? Na kuprotect nafasi zao. So unajua mtu anasema mkuu fulani, japo kwa leo unaweza kusema wanazidisha, mtu kwambia ukifa uozi ni, lakini yote hiyo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utukufu na enzi na heshima inarudi kwa yule ambaye bosi wake. Kwa sababu gani? Utakapofanya wewe ukaonekana bora kuliko kiongozi aliye juu yako, unaonyesha unashusha heshima. Ndio maana miongoni mwa makocha ambao ni best sana duniani alikuwa anaitwa Sir Alex Ferguson. Ferguson alikuwa na sheria kwamba mchezaji akishawika akawa na ushawishi mkubwa kwenye timu huwa anamuuza. Kwa sababu gani? Kinachokuja kuelekea ni kwamba mchezaji binafsi anapokuwa na ushawishi mkubwa anapoteza nafasi ya manager na kocha kuonekana kama ni bora. Kocha kufanya alikuwa anafanyaje? Anawaondoa. That's why unavyoiona leo anaheshima hiyo. Kwa sababu gani? Aliweza kumaintain, alikuwa anahakikisha kwamba yeye ndo anakuwa ndo top. Na ndio maana hata leo kwa wale tanisamea wale mashabiki wa mpira, Madrid unaona ina wachezaji ambao wako kwenye peak sana, lakini kinachofanya hawapati nini? Matokeo mazuri ni kwa sababu gani? Kila mchezaji anakuwa yeye ni nani? Ni top. Kwa hiyo inafanya hata kocha yote anayekuja anashindwa kufanyaje? Kwa manage. Kwa hiyo ni sheria kabisa mahususi. That's why umemfanyaje? Umemwita nani? Jose Mourinho ambaye anaweza kudhibiti ego za wachezaji. Hiyo ilikuwa ni katika upande tu wa mpira, nilikuwa nimegusia. Lakini kilichoenda kutokea ni kwamba wale waliotumika kutengeneza jengo lile la Vaux de la Vicomte ndio walichukuliwa wakaenda wakafanyaje? Wakatengeneza jengo lingine ambalo linaitwa Versailles ambalo lilikuwa la mfalme. Kwa kinachoenda kuzungumziwa ni kwamba ni nini? Yote aliyofanya Nicolas Fouquet yanaenda kumgharimu nini? Maisha yake. Kwa hata wewe una kipaji, una uwezo namna gani Mwenyezi Mungu amekubariki, make sure unajua kucheza na ego za kubwa zako. Unapoenda kwenye ofisi yoyote, organization yoyote, unapofanya kitu afu watu wakaona wewe ndio unapata heshima, wao inawapa nini? Hofu ya kwamba kinachoelekea huko kijana muda si mrefu atakwenda kuchukua nafasi zetu. Kwa ni beta sana ukajua aina ya watu, ego za kubwa zako, kwa sababu ukifanya masiala itakugharimu maisha. Mfano mwingine mzuri ni wa bwana Galileo Galilei. Alikuwa ni miongoni mwa wanasayansi wakubwa ambaye alikuwa anafanya uchunguzi katika kutengeneza hizi wanaita hadubini kwa ajili ya ugunduzi wa vitu ambavyo vipo katika space. Kwa mfano aligundua sayari mbalimbali kama Jupiter. Lakini kwa wakati alichokuwa anakifanya alikuwa anaandika heshima kwa mfalme. Mfalme ndo akatoa hii idea. Kwa hiyo mfalme akawa anapata heshima kutokana na ugunduzi ambao anafanya nini? Galileo Galilei. Kwa hiyo kilichoenda kubakia ni kwamba nini? Galileo aliendelea kupata vyeo na nafasi. Kwa hiyo ile haikumgharimu nini? Maisha yake. Sasa mwandishi anazungumza kwamba tusijidanganye. Kama iliweza kutokea miaka 1661 tarehe 17 Agosti wakati wa Nicolas Fouquet na Louis wa 14, haimaanishi kwamba leo haipo. Wapo watu ambao wanakufa kutokana na uwezo wao mbalimbali. Kwa hiyo sehemu utakayokuwa, hakikisha wakubwa zako wanakuwa ni watu ambao wanaonekana ni bora. Kinyume na hapo utapata matokeo tofauti. Hata uwe na kipaji kikubwa, uwe na uwezo wote, lakini hakikisha wale wakuta wakubwa zako wanaonekana ni bora. Wakati huo wewe ukiwa unajiendelea kupata nguvu ya mamlaka, kwa sababu baada ya muda ile nguvu yako wewe itakuja kuonekana. Kwa mfano unakuja kusema maybe nataka kuresign kwenye ofisi, afu akijiangalia wewe ndio ulikuwa ndo master wa game, lazima utafanyaje? Utakuongezea nini? Nafasi. Lakini kinyume na hapo kitakacho kutokea inaweza ikakugharimu. Kwa hiyo usidanganye, aidha utumie maarifa aliyofanya Galileo Galilei au ugharimu maisha yako kama alichoenda kufanya Nicolas Fouquet na Louis wa ngapi? Wa 14 wa Ufaransa. Kwa hiyo ndio ilikuwa inazungumziwa sana katika sheria ya kwanza ambayo inasema never outshine the master. Binadamu yeyote anatamani kulinda nafasi yake. Labda nikupe mfano mwingine kwenye Biblia. Mfalme Sauli walivyokuwa kwenye vitani wakati wanataka kwenda kupigana na Goliati, alikosekana jemedari yote ambaye angeweza kupigana ile vita. Kwa hiyo alitokea kijana mdogo Daudi ambaye alienda kupigana, lakini baada ya hapo heshima ikawa haijarudi kwa nani? Kwa Sauli. Ikarudi kwa Daudi. Wakasema kwamba Daudi ameua maelfu lakini Sauli ameua mamia. Kwa hiyo Sauli akaona mbona kama heshima yangu kama mfalme inaenda kufanyaje? Kupungua kwa kijana mdogo kama huyu. Ndio hapo vita ilipoenda kuanza na Sauli akawa anapambana kwenda kumuua nani? Daudi. Kwa hiyo kama ilianza toka enzi za manabii, enzi za dini mpaka leo ipo. Sehemu yote utakaoenda make sure unakuwa humble. Usitake kuonyesha uwezo wako. Hata kama kuna kitu unaweza kuona kimetokea, jitahidi kuwa cool. Unaweza kusema sema kweli mpenzi wa Mungu, lakini kuna maeneo inabidi unyamaze. Wakati sahihi utakapofika ndio utajua wakati gani wa kuzungumza. Kinyume na hapo
utapata matokeo tofauti. Anasema mwandishi anazungumzia kwamba jifunze kwa Galileo Galilei ili upate nini? Matokeo, uendelee kuwa salama na ukiendelea kujipatia nguvu, au ufanye kama alivyofanya Nicholas Fouquet, ukalipe gharama ambayo itakugharimu pengine mpaka maisha au kupoteza nafasi. Kwa katika hali zote si udhaifu kuficha nguvu. Sawa, si udhaifu kuficha uwezo ambao uko nao, lakini mwisho wa siku ukiwa unaficha unaendelea kugeni nini? Nguvu. Kinyume na hapo utapata matokeo tofauti na ambavyo ulikuwa umekusudia. Kwa hiyo ilikuwa ni sheria ya kwanza ambayo amezungumzia nani? Mwandishi ambaye anaitwa Robert Greene. Kwa kinyume na hapo utapata majibu tofauti. Hiyo ilikuwa ni sheria ya kwanza. Tukutane kwenye sheria ya pili. Sheria ya pili inasemaje? Hapa usiondoke.